Tunaenda kwenye kikosi cha Ufaransa, ni cream pia ya finali. Imeingia finali mwaka 2018, imeingia finali mwaka 2022. One of the best finals 2022. Yes. See. Nakwenda kwa hii luxury ya France mpaka ina kera. Unaweza ukataja hiyo kikosi. Mike Maignan, Brice Samba, Robin Reisa. Hapo Mike Maignan ndo anaweza kawa goalkeeper. Sio anaweza. No first choice. Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konate, Jules Kounde, William Saliba, Dio kumpa mikano. Ngoja kwanza. Anzia hapo. Naomba unipe back four yako. Back four? Back four namuona Lucas Digne atacheza. Okay. Kushoto. Bingwa wa Europa. Yes, bingwa wa Europa. Namuona Ibrahima Konate na Saliba. Okay. Then kulia Jules Kounde atacheza kulia. Kwenye midfield wataje kwanza wote pia. Kwenye midfield okay. Maxence Lacroix, N'Golo Kante, Manu Kone, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Warren Zaïre-Emery. Easy, very easy. Adrien Rabiot lazima acheze, Tchouameni lazima acheze, N'Golo Kante lazima acheze. Okay, hapo tayari 4-3. Yeah, easy. Okay. Attackers Akliuche, Brady Bakola, Ryan Cherki, Ousmane Dembele, Desire Doué, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappe, Michael Olise, Marcus Thuram. Hapo unahitaji watu watatu. So, Michael Olise anakula shavu la kulia. Kylian Mbappe anaweza akatokea hata kushoto. Lakini pale kwenye shimo shimo pale namweka Ryan Cherki man. Okay. Hapo Ryan Cherki namweka. Naweza I don't know. Au Mbappe, Marcus Thuram, Olise. Nilikuwa nataka kusema Cherki kwa sababu gani na tayari chini umenipa watu watatu. Yeah. Okay. Umeona jinsi inavyoumiza kichwa. Na haupo mazoezini nao. Haupo mazoezini nao. Sasa you can imagine namna ambavyo Deschamps ana shida. Lakini sababu mfano mimi I'll always choose Mike Maignan. Yani Maignan lazima nimchague kama kwa sababu ya experience. Lakini kwenye left back Luka wa Aston Villa lazima nimweke. Kwenye right back I'll always go for Dayot Upamecano. Yani experience matters. Alafu katikati namtia Jules Kounde na Ibrahima Konate. Hao wengine na wapumzisha. Sema rahisi, I don't know. Sema mwanangu umetaja hicho kikosi alafu umemwacha mtu alovaa medali ya EPL Saliba. Na yuko finali ya Champions League. Ndio mimi kocha sasa ndo napenda kufanya nao kazi. Maana una leseni yote ya ukocha. Mimi sio kocha napenda nifanye kazi nao. But again, sema nachelea kati ya Dani ya Marcus Thuram na Ousmane Dembele. Au kwa hiyo amtaki cha kwangu. Midfield Mbappe, Ousmane, Olise. Umebadilisha hawa jamaa France wana sababu wote atuntaji mshindi wa Ballon d'Or Dembele. Nani Dembele? Amemleta Ousmane. Okay. Yani kwenye jinsi ninavyofikiri kama ningekuwa nahitaji kuchezesha hasa kwenye PS tu, achana kwenye maisha ya maisha ndio kitu tunachoweza. Yes, of course. Mike ataanza golini. Fullback yangu ya kushoto itakuwa Theo Hernandez. Katikati watapatana watu wawili ambao ni Upamecano na Saliba. Upande wa kulia ataanza tu ataanza Jules Kounde. Kwenye midfield nitaanza na partner wawili chini ambao itakuwa ni N'Golo Kante na Tchouameni. Tchouameni na N'Golo Kante chini. Namba 10 wangu atakaa fundi kabisa Ryan Cherki. Mwamba kabisa. Upande wangu wa kulia kama kawaida ataanza Michael Olise.
Katikati atacheza Ousmane Dembele, na upande wa kulia na upande wa kushoto mwisho atakuwa Kylian Mbappe. France kwenye attacking prowess wana watu bwana. Yani mfano mtu kama Ryan Cherki, we all know what Ryan Cherki can do. Hii ball juggling, Ryan anaweza akapewa zile dakika 10 akaambiwa sasa wewe hakikisha hatuwafungi na wao hawatufungi, akacheza tu na boli hapo. And imagine una mtu kama Michael Olise, una mtu kama Kylian Mbappe, una mtu kama Jean-Philippe Mateta yupo always ready. AC Milan walisema Mateta ameshindwa kufuzu kwa sababu ya medical. Lakini you look at what Mateta amefanya hii half of the season iliyobaki. Sometimes always ready. Sometimes kuna vitu kama vikishindikana kufanyika inakuwa blessing in disguise. Wewe January alikuwa na push kwenda kusepa, ilikuwa iko hivyo AC Milan. Lakini imagine angeenda AC Milan angeokota nini msimu. Lakini saa nyingine Mungu anakusubirisha. Kuna attackers kule kina Nkunku na nani yule mwenzake mpaka msimu unaisha hawana hata goli 7. Kuna mchezaji mmoja achilia mbali kikombe, yani hawana chochote. Kuna mchezaji mmoja anaitwa Gimenez kutoka Mexico. Ndio mchezaji pekee ambaye katika half of the season iliyobaki kuanzia Januari mpaka kufikia Mei hajafunga goli hata moja. Na ni namba 9. Wa AC Milan. Jimenez. Hajafunga goli hata moja. So you see pale yule Mjerumani Füllkrug. Ukiangalia pia kikosi cha Ufaransa kuna mtu kama Ekitike ni majeruhi. Yuko mkeka. Lakini umesema hiyo kikosi yako ya kwenye PlayStation unamwanzisha Theo Hernandez. Theo Hernandez mbona hana a lot of minutes kama Lucas Digne. It's true. Lakini na prefer jinsi anavyocheza yeye. Wewe kama kocha unapenda kufanya kazi na Theo. Kuliko Digne kwa sababu kuna kitu ananiofa zaidi kwa hiyo unaelewa, endelea na PlayStation. Kwa hiyo unaelewa kwa nini De La Fuentes anamchagua Unai Simon. Namuelewa. Namuelewa. Kuna watu maelekezo wanasikiliza na wanafanya. Kwenye neno shambuliaji Desire hatuja mconsider sana kwenye one of the best. Desire afu hata kwenye midfield mtu kama Warren Emery yule Zaire. Mtu fundi. Yaani fundi kabisa, lakini unaangalia anacheza right now. Unajua mtu kama Desire Zaire huyu Emery ni vitoto. They almost nadhani wanaelekea kwenye miaka 20-21 sasa hivi. Unaona jinsi ambavyo wanacheza wakiwa PSG. Yaani wanacheza kama vile ni wachezaji wenye experience ya miaka 10. Wakina Bradley Bacola. Yaani Faransa imemwacha mtu kama Vinga, lakini hakuna mtu anayemzungumzia. Wala anayemkumbuka. Hakuna mtu anayemkumbuka. So crazy, man. Ni vitu ambavyo ukibarikiwa kuwa navyo. Mateta ndo watu walikuwa wanahisi kama hataitwa, lakini kwa fomu hii una mchezaji kama Michael Olise ambaye yani Michael Olise ana goal involvement nadhani kwa Bayern almost 73. Kuna ule midfielder wa Juve pia amemwacha kaka mdogo wake Marcus Thuram. Kefren. Thuram. So unaona ni kikosi ambacho kukiita pia ni changamoto. Hiyo sio achana na swala la form na nini. Na hata aliachwa alalamiki kwa sababu unajua watu walioenda wanaenda kwenye mfano Hugo Ekitike angekuwa fit hapa unajiuliza angecheza wapi? Wangemsacrifice mnanilia Mateta tu, hakuna namna nyingine. Sasa unamsacrifice Mateta kwa kipi ambacho Hugo Ekitike amekifanya? Kwa sababu Liverside alichokifanya kabla ya kuumia. Kama wangeenda hivi mimi ningemchagua Jean-Philippe Mateta over Ekitike kwa sababu Ekitike ana street football ambayo inaweza isikusaidie sana kupata matokeo, kupiga back pass, kupiga back flips, kupiga visigino, sijui rabona, hivyo ndo vitu vya Ekitike. Lakini Mateta yeye anajua kufunga na kupiga teke corner flag. Boom. Ukweli kwa hiki kikosi ni finali. Game time, tuonavyo sisi.